Ni alfajiri ya majonzi nchini Kenya baada ya wanafunzi 16 kupoteza maisha yao katika moto wa kutisha uliotokea bweni la shule ya Utumishi Girls huko Gilgil. Je, ni nini hasa kilichotokea usiku huo wa maafa? Karibu tuchambue taarifa hii ya kusikitisha. Taifa la Kenya kwa sasa linaomboleza baada ya mkasa mkubwa kutokea katika shule ya wasichana wa Utumishi Girls Academy iliyoko Gilgil, kaunti ya Nakuru. Wanafunzi 16 wamethibitishwa kufariki dunia huku wengine zaidi ya 70 wakijeruhiwa baada ya moto mkubwa kuzuka katika moja ya mabweni ya shule hiyo alfajiri ya leo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa polisi pamoja na mashuhuda waliokuwa eneo hilo, moto huo ulianza majira ya alfajiri wakati wanafunzi wengi walikuwa bado wamelala. Ndani ya muda mfupi, moto huo ulisambaa kwa kasi kubwa na kusababisha taharuki kubwa ndani ya shule hiyo. Wanafunzi walijaribu kujiokoa huku wengine wakipiga kelele kuomba msaada. Walimu, maafisa wa usalama pamoja na wakazi wa karibu walifika kusaidia juhudi za uokoaji huku vikosi vya zimamoto vikijaribu kuzuia moto huo uliokuwa umeharibu sehemu kubwa ya bweni. Ripoti zinaonyesha kuwa wanafunzi 74 walijeruhiwa katika mkasa huo, baadhi yao wakipata majeraha mabaya ya moto na mshtuko mkubwa. Majeruhi walipelekwa katika hospitali mbalimbali kwa matibabu huku familia zikianza kufurika shuleni kutafuta taarifa kuhusu watoto wao. Hali ya huzuni ilitawala nje ya shule hiyo huku wazazi wengi wakionekana wakilia na wengine wakishindwa kuamini kilichotokea. Taifa lote limebaki na maswala mengi kuhusu usalama wa wanafunzi katika shule za bweni nchini. Rais William Ruto ametuma salamu za rambirambi kwa familia zilizopoteza wapendwa wao, akisema taifa limepoteza vijana waliokuwa na ndoto kubwa za maisha yao ya baadaye. Viongozi mbalimbali nchini pia wameendelea kutuma ujumbe wa pole huku wakitaka hatua kali zichukuliwe kuhakikisha usalama wa wanafunzi unaimarishwa mashuleni. Mkasa huu umefufua kumbukumbu za matukio mengine ya moto yaliyowahi kutokea katika shule mbalimbali nchini Kenya, jambo ambalo limeendelea kuzua mjadala mkubwa kuhusu hali ya usalama katika mabweni ya shule. Wakenya wengi kupitia mitandao ya kijamii wameendelea kuonesha huzuni yao huku wengine wakitaka uchunguzi wa haraka ufanywe ili ukweli ujulikane na waliohusika wawajibishwe iwapo kutakuwa na uzembe wowote. Kwa sasa taifa linaendelea kuombea familia zilizopoteza watoto wao pamoja na wanafunzi waliojeruhiwa katika mkasa huu wa kutisha, ikigusa mioyo ya wengi nchini Kenya. Maoni yako ni gani kuhusu usalama wa wanafunzi katika shule ya bweni hapa nchini? Je, serikali inafaa kufanya nini kuzuia majanga kama haya yasijirudie tena? Andika maoni yako hapo chini, subscribe kwa channel yetu na usisahau kuwasha notification bell ili kuendelea kupata taarifa uchambuzi mwingine kama huu. Niite Nyambundezak.